Katika tukio lililozua taharuki kubwa duniani, Israel imeendesha mashambulizi ya angani dhidi ya maeneo muhimu ya nyuklia ya Irani, huku Irani ikijibu mashambulizi makali ya makombora dhidi ya miji mbalimbali ya Israel. Hali hii imesababisha hofu kubwa ya kuanza kwa vita kubwa ya moja kwa moja kati ya mataifa haya mawili hasimu. Mashambulizi ya Israel yalilenga moja kwa moja kituo kikuu cha kurutubisha urani cha Natanz, ambacho ni sehemu nyeti ya mpango wa nyuklia wa Irani. Kwa mujibu wa ripoti za satellite na duru za kiintelijensia, uharibifu mkubwa umetokea kwenye maeneo ya chini ardhi ambako mashine za kurutubisha urani huhifadhiwa. Wakati huo maeneo ya karibu na kituo cha maji mazito cha Kondab, ambacho kinahusisha na utengenezaji wa plutonium kwa matumizi ya kijeshi, pia yalilengwa na kushambuliwa. Hata hivyo, shirika la atomic la Irani lilithibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo, lakini likasisitiza kuwa hakuna madhara makubwa yaliyotokea. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, hakuna mionzi iliyovuja, hakuna majeruhi walioripotiwa, na shughuli za nyuklia zinaendelea kurejeshwa katika hali ya kawaida. Irani imekemea mashambulizi hayo na kuyataja kama ukiukaji mkubwa wa kisheria za kimataifa, ikisisitiza kuwa ina haki ya kujibu kwa nguvu. Irani kwa upande wake imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Israel kwa kurusha makombora takriban 30 hii leo. Miji iliyolengwa ni Beersheba, Tel Aviv, Ramat Gan na Holon miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa. Moja ya makombora hayo ni aina ya Sejil yaliyoripotiwa kuwa na vilipuzi vya mgawanyiko, lililopiga eneo la hospitali ya Soroka, hospitali kubwa zaidi kusini mwa Israel. Iran ilitoa tamko kuwa haikulenga hospitali hiyo moja kwa moja, bali ililenga jengo la kijeshi la ujasusi ambalo liko karibu na hospitali hiyo. Hata hivyo, athari za mlipuko huo zilifika majengo ya hospitali na kusababisha majeruhi kadhaa. Kwa bahati nzuri, baadhi ya wahudumu na wagonjwa walikuwa tayari wamehamishwa kwa tahadhari na hivyo kupunguza idadi ya waathiriwa. Taarifa kutoka kwa mamlaka za afya za Israel zinasema kuwa zaidi ya watu 240 walijeruhiwa kote nchini, huku 71 wakipokelewa hospitali ya Soroka, wawili wakiwa katika hali mbaya. Viongozi wa Israel wametoa matamko makali kufuatia mashambulizi hayo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameyataja mashambulizi hayo dhidi ya hospitali kama uhalifu wa kivita na kuahidi kulipiza kisasi kikubwa. Wataalamu wa nyuklia wanaonya kuwa ingawa Israel imefanya mashambulizi makubwa kwa baadhi ya mitambo ya kurutubisha urani, athari hizo zinaweza kuwa za muda tu. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic, endapo hali ya usalama itaendelea kuzorota, mashirika ya kimataifa yanaweza kupoteza uwezo wa kufuatilia shughuli za nyuklia, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari ya kutengenezwa kwa silaha za nyuklia kisiri. Kwa jumla, hali ya sasa kati ya Israel na Iran ni tete sana. Kila upande unaonekana kuwa tayari kwa hatua kali zaidi za kijeshi. Mashambulizi dhidi ya maeneo ya nyuklia na taasisi za kiraia kama hospitali yanazua maswali mazito kuhusu mustakabali wa usalama wa Mashariki ya Kati. Jumuiya ya kimataifa inasubiri kwa taharuki kuona iwapo juhudi za kidiplomasia zitaweza kuzuia mzozo huu usigeuke kuwa vita kamili. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.